Bwana Kochi Zuberi Mkalaboko, vipi mchezo wa jana Young Africans dhidi ya Namungo, namna ulivyotazama kwa kweli? Namungo kwa Yanga ni kutafuta cheche kwenye mkao ulioloa. Kwa Yanga kutafuta cheche kwenye mkao ulioloa. Kocha Juma Mgunda, muundo wa timu yake kucheza vile ambavyo Namungo alikuwa anacheza, ukiondoa goli ambalo walilipata Namungo baada ya kutengeneza shambulizi za kushtukiza na kulikuta safu ya ulinzi ya Yanga ikiwa katika umbo la wazi zaidi, ambao mara nyingi nimekuwa nikisema hizo timu ambazo zinashambulia zaidi ukiexpose kwa kick and rush tactics, counter attack haraka sana, mipira kwenye nafasi, mkaenda kwa kustretch uwanja, mnawakuta wana umbo bovu kama lile, wakapata goli. Lakini hawakuwa bora kwenye matukio. Nini maana yake? Moja kitu ambacho kinaweza kukupa ushindi mzuri timu, moja kitu ambacho kinaweza kukaipa utulivu timu, na pia kwenye mchezo kukawa kuna 50-50 ya mapambano, ni pamoja na kumzuia mpinzani wako asiwe huru kutafuta mpira na asiwe huru akiwa na mpira. Bahati mbaya huo mzani kwa Namungo haukuwa mzuri sana dhidi ya Young Africans, na hilo mnaweza msilifanya eneo lote la kiwanja. Chagueni eneo fulani kwamba sisi eneo hili tunawanyima uhuru kwenye matukio yote, hatutawaacha salama na mpira na mtakuwa salama bila mpira, maana tunyang'anyane kwa ukaribu. Bahati mbaya Namungo walifanya chamezi kichezwe wazi, kama vile wanacheza labda na Mtibwa mechi ichezwe wazi, wapimane nguvu na Young Africans, kitu ambacho baadaye kikawa kinawapa tabu, kwa sababu uwezo wa kusprint maana yake kwenda kwenye nafasi kutafuta mpira, kasi wanaitumia Yanga na Namungo ilikuwa ni tofauti sana. Yanga walikuwa na kasi ya juu sana, Namungo chini. Uwezo wa kuwa na mpira kulazimisha nafasi, kasi ya Yanga ilikuwa juu sana, Namungo pia ikawa iko chini. Sasa matokeo yake ilikuwa ni kama unapambana katika mazingira ambayo unajua hili pambano usishindi, kitu ambacho pia kiliwapa ugumu kwenye ule mchezo, kwa sababu ukiondoa tu namna ambavyo wamefungwa magoli yao yote yanatokana na makosa ya create fumble. Utaona ile goli ambalo Masawe jaribu kurudisha back pass, but mbaya create fumble, watu wagaya. Maana yake nini? Ni pressing ilikuwa inafanyika eneo lao. Lakini angalia magoli ambao wanafungwa yote, wapo kwenye maeneo hawashughuliki kukaba. Kwa mfano goli la mwisho anafunga Okelo, angalia eneo alilokuepo Okelo, alipopokea mpira alikuwa yuko peke yake. Kwa mtu anayemkaba kwenye sanduku huwezi kumkaba mtu akabaki peke yake. Kwenye sanduku ni police marking, huko na mtu, lakini mtu kaachwa pale kapokea mpira, kwa mnafanya kaka kuzinga. Wanakaba kwa kuzinga Namungo. Kuzinga. Huwezi kukaba kwenye sanduku kwa kuzinga. Coaches wanajua na watu wa mpira wanajua. Kwenye sanduku ni police marking. Man to man marking, utasikia mtu na mtu. Afande na mwalifu na kibindo. Sasa wewe kwenye eneo la sanduku unamwacha mtu pale anapokea mpira. Kwa akidashi tu ukikubali kapiga, kwa sababu pale alikuwa anadashi tu, kapokea mpira, anadashi. Lakini angekuwa na Okelo angemwara, pengine ule mpira usingeweza kupigiwa pasi kwa sababu tayari angeonekana yuko na mtu. Nini ambacho kinaonekana? Ni kile ambacho mtindo ambao walikuwa wanaocheza. Walikuwa hawatoi shinikizo la kuwapa ugumu Young Africans. Sasa nini ambacho kinatokea? Ndio hilo ambalo nasema ilikuwa ni kutafuta cheche kwenye mkao ulioloa. Hakukuwa na reactions za mapambano dhidi ya Young Africans, hakukuwa na mapambano ambayo yalifanya timu yao ipate utulivu. Sasa staili ile ya kucheza wakati mwingine inatoa ugumu wa mechi. Sasa swali linabaki, je, ni quality ya wachezaji ama mpango wa coach? Sishangai coach Juma Mgunda ni coach ambaye anaamini sana timu yake imiliki mpira kwa nafasi icheze, lakini nidhamu yake ya kuifanya timu yake ijilinde zaidi dhidi ya timu kubwa ilihitajika sana kwenye mchezo wa jana. Kwanza kukubali kwamba Young Africans wana safu kali ya ushambuliaji sambamba na safu ya kiungo, kwa sababu tulikuwa na safu kali ya ushambuliaji bila safu ya kiungo ambayo inatengeneza nafasi. Kwa hiyo cha kwanza ni kupambana nao eneo dogo kwa nidhamu kubwa, muwe wengi, lakini mnapopata mpira wenu mwashambulie kwa haraka, na mkubali kwamba wanapokuja eneo lenu ni mapambano kwa nyang'anya mpira, muucheze kwa kuwashambulia kwa haraka. Bahati mbaya wananyang'anywa mpira kwenye eneo lao, bado wanakuwa wanacheza ile kawaida, wakati watu wanafahamu kwamba idadi ya viungo na washambuliaji wa Yanga waliongezeka sana kwenye sanduku lao. Kwa hiyo staili ya kucheza ile ambayo walikuwa wanacheza na Namungo ndio iliwapa ugumu kwenye ile mechi. Sawa. Alan Okelo goli 11 na assist 7, jumla magoli amehusika na magoli 18, mechi 18, unamzungumzaje? Alan Okelo ni poda kwenye fimbo ya pool table. Okelo ni poda kwenye fimbo ya pool table. Inapunguza jasho, inakupa utulivu kuishika. Ndivyo ambavyo tunaweza tukasema kwenye eneo la mwisho la Yanga. Hii ni poda kwenye fimbo ya pool table kwa sasa. Alan, umezungumza mchango wa magoli 7 na yale 11 ya yeye kufunga, lakini Alan ndio mtu ambaye anatoa wepesi wa Young Africans kutengeneza mashambulizi, kwa sababu unapohusika kwenye magoli 18, ondoa 11 ya wewe kufunga, lakini tazama pia haya ambayo umetengeneza. Sasa kimpira tunahesabu hivi, huyu mtu anakaa kwenye maeneo sahihi zaidi, huyu mtu anatengeneza nafasi kwa usahihi zaidi. Sasa tayari eneo la mwisho la Yanga, Alan Okelo ana movement nyingi kuliko hata kiungo mshambuliaji asilia.
inamtengenezea movement nzuri, na watu wanafahamu wasawa kitu kimoja kinachompa nguvu Alan Okello ni pamoja na staili anayocheza Dube. Huyo Dube analika sana play, anawafanya walinzi wakose utulivu. Alan ni mtu ambaye ana uwezo mzuri sana wa kutengeneza hisia za nafasi, na anavyocheza unaweza ukadhani anacheza kwa wepesi, lakini anacheza kwa maarifa makubwa, kwa sababu yeye muda wote hafikiri kupambana na mtu, anatafuta nafasi sahihi apate matukio yake. Kwa hiyo ukimwangalia yeye anavyocheza, anacheza kama mpelelezi, anachotaka vile vitu alivyotumwa ndio avifanyie kazi. Kwa ukitaka kumwona anayekeka, yeye anacheza kama mpelelezi. Mhalifu yuko nyumba gani? Nyumba ile. Anachofanya amfikia kamati. Ndivyo wanavyocheza Alan Okello. Na kuna maeneo mengine Alan Okello anakuwa kama watu wasiojulikana. Unashtukia tukafanya tukio. Kwa nini? Staili yake ya kucheza kama watu wasiojulikana. Kio kinambeba pia. Wakati mwingine anacheza kama watu wasiojulikana. Unasikia tu tukio. Vipi? Ni huyo. Hukumuona labda amechakata watu, kaangaika nao mathalan kama tunavyoona kina Libase nani, Anisitoura. Yeye anacheza kama mtu asiyejulikana, watu wasiojulikana. Unajisikia tu kafanya matokeo. Kwa hivyo ndio style ambayo inabeba Alan Okello, lakini kubwa ni timu yake inavyotoa nafasi ya yeye kuwa bora zaidi anapocheza jirani na sanduku, kwa sababu style yake ya kujificha kwenye matukio kama watu wasiojulikana, hiyo ndio inambeba Alan Okello na ndio inampa nguvu kubwa Alan Okello. Mfululizo anaonesha wa kufunga goli 2 takriban mechi kama 4 hivi, una maana gani? Tactical performance, style anayocheza na timu inavyocheza inadhihirisha ubora wake uonekane. Kwa ndio maana unaweza anafunga idadi kubwa ya mabao, timu inashambulia na yeye anakaa na maeneo sahihi kwenye nafasi anafunga. Sio anabeba timu inambeba anavyocheza na yeye anaonesha uwezo wake. Unajua wakati mwingine tusiangalie jicho moja tu. Timu ya Young Africans inavyocheza, kwa mtu ambaye ana jicho la kufunga, ana uwezo mzuri wa kufunga, atafanya anachokifanya. Mimi na ushahidi mmoja mzuri kwamba wakati mmoja rafiki yangu chuma cha Mjerumani alikuwa anamwambia yule Alan Okello, mbona una uwezo wa kupiga upigi? Kamba haya nitarekebisha. Naona kama kile kitu kakifanyia kazi. Naona kabisa kuna vitu nilikuwa natamani muone anafanya. Alan ana uwezo wa kupiga, Alan ana range nzuri. Funga magoli ya mbali, mbunifu. Kwa ndio maana unaona anafanya zaidi ya kile anachokifanya. Na utegemea atafanya zaidi kwa sababu sasa hivi kwanza ana confidence. Na sasa anajua yuko kwenye prime time yake, kujionyesha alichokuwa nacho. Na ndivyo anavyocheza. Na ngumu sana. Yeye sio mchezaji wa purukushani. Yeye ni mchezaji ambaye anacheza kwa usahihi kwenye matukio. Ukitaka purukushani yeye usimuone, ana mambo mengi sana. Alan ana mambo mengi sana. Ana mambo mengi sana, akaenda akatani na mtu yeye matukio sahihi ya football ndio anaotuonesha. Na kasi yake nzuri kwenye hiyo hali. Ndio kitu ambacho nakiona kutoka kwake. Ya kwa si kuwekwa kucheza namba 3 kwa kweli umeielewaje? Nadhani ni mabadiliko ya coach na mpango wa game ya jana na vile ambavyo alitaka kuapproach game. Unajua Yao Kwasi kwenye mpira tunasema ambidextrous. Ndio maana watu hawajui. Kwa nini Yao anaonekana beki bora sana? Ni ambidextrous, watu wa mpira wanasema. Anatumia miguu yote miwili. Mchezaji anayetumia miguu yote miwili anasaidia sana kucheza kwenye mchezo, maana yake anatumika kama kiraka. Popote penye shimo mnamweka anazuia. Yeye ni ambidextrous, anatumia miguu yote miwili. Anacheza kwa faida kubwa sana. Unaweza kuona jana mpaka unajiuliza na kwaje? Wote kuona anabadilisha mguu kupiga. Ni kwa sababu ya uwezo wake wa kuweza kutumia miguu yote miwili. Kitu ambacho pia kimetoa faida kwa timu namna ya kucheza. Ni mpango tu wa mwalimu, nafikiri pia kuona namna gani bora angeongeza nguvu kwenye eneo la safu ya ulinzi pembeni, kwa maana kwa nafasi aliyocheza Yao. Miongoni mwa hao wanaofunga magoli mengi kwa maana ya Clatous Chota Chama na Faisal Salum, lakini pia na Alan Okello. Kwa kweli ukiambiwa umchague MVP wako sasa hivi, ukitazama Alan Okello ameingia msimu dirisha dogo, wewe unaweza kaondoka na nani katika kusema bado anaondoka na MVP wako sasa hivi? Sasa nikisema MVP kwa muda nitampa Alan Okello kwa sababu katumia muda mchache kufanya makubwa. Lakini MVP kwa maana ya msimu kama atamaliza na namba kubwa, siwezi kumwacha Faisal. Kwa muda huu ukisema MVP wangu anakuwa nani? Alan kacheza muda mfupi kuliko wote hao. Sikaingia dirisha dogo. Ana goli 18. Faisal anakafunga goli 14 na assist 7. Goli ngapi anahusika? Goli 21. Huyu kahusika goli 18. Muda mfupi tu. Na sina hofu. Pengine anaweza kupata idadi kubwa ya goli kuliko hata Faisal. Sina hofu. Kwa maana kama ataendelea kwa hii super performance yake na vile anavyocheza. Sasa ukisema MVP, Adan anahukumiwa na muda mbele ya Chama na Faisal. Lakini mimi MVP nikisema namtoa MVP kwa hapa alipo, utampa huyu aliyecheza muda mchache. Muda mchache akafanya makubwa. Lakini hao wengine wamecheza muda mrefu na walioyafanya sio madogo. Kwa hiyo kwa haraka tusubiri kuona huyu aliyecheza muda mchache
dhidi ya waliocheza muda mrefu, na ligi ikiisha namba zitakuwaje? Kwa sababu kazi fukuza namba haraka mno, tena dhidi ya timu hizo hizo. Unajua tumekuwa tuna lugha ambayo wote tuulizane hapa. Kuna lugha moja, angali mechi ngumu. Sasa nani kangana mechi ngumu? Mechi ngumu si ndio hizi za ligi? Kwani kuna mechi nyingine kwenye ligi yetu? Anakofunga Chama si ndio Momo, anavyoonekana mzuri Chama si ndio mechi hizo, na ndio Alan anaonekana mzuri, ndio Faisal anaonekana, au magoli ya Faisal kafunga Yanga na Simba goli 17 14 sikafunga kuna timu zote. Sasa wakati mwingine haitaki hisia sana kuzungumzia issue ya Alan Okello, nataka uhalisia. Ni mmoja mchezaji ambaye ana kiwango kizuri na bora, na ndio usajili ambao anatambia Engineer Hersi msimu uliopita. Huu ndio usajili wake huu. Ndio mchezaji ambaye moja kwa moja alitumia mikono yake kumfuata, na ndio alimshauri Pedro. Yeye alitaka mchezaji wake Daka yule, watakikana maika wakubwa, yeye akasema kwa nini tusimchukue huyo? Kwa wazo la Engineer Hersi Alan Okello. Bakari Nondo Mwamnyeto tunaweza tukasema na mkosi pengine wa kupoteza kuruhusu mgoli kuingia ndani. Nadhani tukubali wakati mwingine makosa yanapotokea ni zaidi ya kumtaja mtu mmoja. Yako makosa yanatokana na individual mistakes. Hatuwezi kukacha kusema, lakini goli lile lilifungwa katika mazingira ambayo timu ilicheza wazi. Ilicheza wazi. Shepu ya kujilinda ikawa ngumu. Kwa hiyo makosa ndio yanazalisha mabao. Kwa kutwa kumnyoshia kidole yeye wakati tunaona timu nzima, kwani mpira ulianzia kwake. Si umetokea mbele huko, watu wanapita wanakimbizwa huko, yeye naye umemkuta kwenye shepu mbovu. Kwa hivyo ni staff tu ya ulinzi ya Yanga Afrika sasa kwa kwenye shepu nzuri sana mpaka akaruhusu lile bao. Mpaka sasa hivi Yanga unaionaje kuelekea mbio za ubingwa? Hali yao inaanza kutengemaa au bado? Kutengemaa vipi? Yanga anaongoza mbio. Wanaonekana kama wanasuasua. Hapana, tena Yanga msimu huu kwenye mbio za ubingwa wako vizuri kuliko msimu uliopita, kwa sababu msimu huu Yanga wanaongoza alama 2. Msimu uliopita na Simba tofauti yao ilikuwa alama 1 mpaka mechi ya dabi. Mechi ya dabi imeisha, wana alama 2, ukiondoa hizo ilikuwa 5, lakini baada ya kufungwa na Dodoma sio. Lakini sasa unajiuliza anafungwa na timu gani sasa kwa staili hii? Kwa sababu kaja Dodoma kapigwa. Nadhani kwa walivyo na fomu yao na vile wanavyocheza, ukiangalia timu zinazokuja mbele hapo na wasiwasi. Na wasiwasi watapata wakati mgumu sana kwa Yanga. Confidence, spirit imepanda. Na utaona tempo ya jana wamefungwa. Sasa hivi wao kufungwa swala kukufuata wewe, yani wao kuwafunga sio tatizo. Wewe utavumilia kutokufungwa. Kufungwa sio tatizo. Yanga kufungwa sio tatizo. Utavumilia wakiwa mnavocheza nao. Hata Dodoma mechi ile kilicho ilikuwa nipige nikupige tu, lakini wao wanakuja. Swala la kwamba kusubiri uje hawana hiyo habari. Na wasiwasi hapa timu sijui itakuwaje, lakini sioni kwa namna ninavyoona kama kuna timu itapata nafuu sasa hivi mbele ya Yanga Africa. Sioni football inaweza kutupa matokeo tofauti. Sioni. Kwa mfano nimeangalia TRA wale watafungwa sana hapa na Yanga Africans. Wana mechi ngumu na Yanga Africans. Nimewachungulia vizuri sana kwa utulivu. Unajua Dodoma kule Arusha nao uwanja ule uliwabeba sana wale. Mipira kwa mishamisha hapa wanakufuata watu mnacheza karata. Tuchange. Viwanja vya mjini vinataka sana kuchanga. Vinaruhusu ubunifu. Individual talents zinaonekana zaidi. Kwani mechi ya jana si walikuwa wanakuwa beaten na individual talents kwa sababu ya uwanja, facility inakaribisha hivyo vitu. Kwa hiyo kuchezea mjini hapa kama tulivyoona TRA wanacheza nani? Hapa watapigwa na individual talent. Hapa. Chukua hii kutoka kwangu. Na alikuwa nasema hata mechi ya Simba. Sasa TRA watafungwa na Yanga na Simba vizuri tu hapa. Tena goli 3, 2, hatutashangaa. Kwa sababu hapa uwanja ambao unaruhusu individual talent. Vile viwanja vya Arusha wakati mwingine tactical piga mipira juu watu wakimbia kwenye nyasi na siku ile mvua imenyesha Arusha. Kwa hapa wanakuja kucheza mara 2 na Yanga. Mnacheza na timu mnaanza kucheza na vipaji vya kina Okello, spidi za kina Kwasi. Unanielewa vema. Najaribu kuongea kitu ambacho mara nyingi tumekuwa tukisema. Hizi timu unaweza kuziletea shida mikoani huko. Unaweza kufanya chochote. Wakati mwingine vile viwanja na nini na vitu kama hivyo. Lakini Dar es Salaam kwa mazingira ya ligi. Hapa TRA wanakuja kucheza mechi 2 na wale Yanga. Watacheza na timu ya Yanga, watacheza na individual talents. Umeelewa vizuri? Kitu ambacho kwenye mechi kama kule nini wapi kule wapi ulikuwa upati hiyo. Lakini walicheza na Yanga ambayo inaingiza watu wachache kwenye sanduku. Kwa TRA walikuwa kama kijiji. Sasa watakubali kupokea mapigo. Utakubali kupokea mapigo. Kwa hiyo wakati mwingine tukizungumza hizo game tukumbuke TRA wana mechi 2. Hata kocha anajua ana mechi hizo. Kubit quality ya timu kupambana na individual talent. Kwenye mechi hapa. JKT walipigwa Isamuyo hivyo kupambana na quality ya timu kupigana na individual talent. Sasa kuna wakati Pacome alikuwa anawapangusa wale kama Smako.
kupitisha kwenye chenga za chuma, inakusanya ile. Kwa wasiwasi wangu nikitazama ni individual talent ndio inaenda kumaliza game, ndio utagundua individual talent. Mechi ngumu sana za kucheza na wakubwa Dar es Salaam hapa, Yanga na Simba Dar es Salaam hapa, uwanja mzuri, wametulia, wana pressure ya mahitaji. Ndio maana kusema mimi ukiniambia ubingwa, mechi ya dabi ndio ilikuwa ubingwa, sio hizi zilizobaki. Mechi ngumu Yanga mkoani, individual talent ndio inamaliza game za kina TRA. Mechi zote za Dar es Salaam hapa Yanga Africans pana mechi ngumu sana, individual talent ndio inamaliza game. Yanga hii bila Pacome kuna pengo linatokea? Bado wana option. Pacome ana ubora wake, lakini wana option. Umeona option ambayo wako nayo. Sababu bila Pacome una Mudathir, una Duke, una yule una Mudathir, una Okelo mwenyewe, una Dube. Wana option, una Maxi. Pacome atabaki Pacome na upakome wake, lakini wana options. Yanga haijajengwa kwa timu, kwa mchezaji mmoja kwamba sasa hapa shughuli imeisha. Hicho kitu sasa hivi wamekiondoa. Shukrani sana. Asante sana.